السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Sky TV katika kipindi hiki cha Ummatul Islam, awali yoyote tutumia nafasi sote kwa pamoja ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyotujalia akaweza kutupa neema kubwa ya afya. Neema hii ni neema kubwa sana, pamoja na kuwa yakini yetu sisi tunafikiri neema ni paka mtu upewe vitu vingi sana. Neema ya kwanza ni neema ya afya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, neema ambayo wengi wanaitafuta lakini hawakujaliwa. Hatukuipata afya kwa ujanja wetu. Mpaka leo hii tumekaa mahala hapa kwa ajili ya kuweza kukumbushana na kufundishana na kuelezana habari za dini yetu hii ya Kiislamu kupitia kipindi hiki cha Ummatul Islam katika channel yetu hii ya Sky TV, channel ambayo ni bora kabisa. Kama tulivyosema katika Ijumaa iliyopita na leo ni muendelezo, kwamba tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, mwezi uliokuwa na historia kubwa, mwezi uliokuwa na mambo makubwa sana kwetu sisi. Lakini moja ya tukio kubwa ambalo lilokuwepo ni tukio la Israi na Mi'raji. Tukio hili ni tukio ambalo lililoshika maisha mazima ya muumini, lakini ni tukio ambalo ukiangalia kwamba limebeba maisha mazima ya Muislamu. Na kama tulivyoona kwamba tulianza darasa letu hili na subira, namna ambavyo tukaeleza baada ya subira ni faraja. Nabii wetu alipata matatizo makubwa sana kabla ya kupewa safari ya Israi na Mi'raj, lakini baada ya kuwa ameingia katika subira na matatizo makubwa ya kuifiwa na ami yake, kuifiwa na mke wake Bi Khadija, akawa na subira, akawa amepata maudhi makubwa sana. Baadaye akaamua kuhama pale kwenda Taifa, katika tarehe tulizungumzia. Lakini ulipofika muda huu sasa, mwezi huu, ndio Mwenyezi Mungu akampa ikram ya kumwandalia safari ya Israi na safari ya Mi'raji. Na ndio tukakumbushana kwamba unapokuwa upo katika dhiki yoyote, katika matatizo yoyote, katika maradhi ya aina yoyote, baada ya dhiki ni faraja kilicho mbele yake. Uwezi kuwa wewe ni wa dhiki, lakini baada ya dhiki, na kila unapoona dhiki imezidi, uone faraja ndiyo imekaribia. Kwa hiyo safari hii, japo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake kwamba linuriyahu min ayatina, ili tumuoneshe maajabu yetu. Yani ni safari ambayo Mwenyezi Mungu aliyoiandaa, lakini aliwaratibu ile safari, aliongoza safari ni Jibril alayhi salam, ndiye aliyokuwa mwongozaji wa safari hiyo. Safari ya kutoka Maka kwenda mpaka Baitul Maqdis katika masafa ya ardhini, na alipotoka Baitul Maqdis yakawa safari sasa ya Mi'raji kwenda huko mpaka kwenda kuonana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika Ijumaa iliyopita tulizungumzia sana kwamba nidhamu ya safari, tunaposafiri wawili, watatu na kuendelea, lazima kwenye safari yetu awepo amiri. Amiri yule ndio kiongozi atakayeongoza safari,
na sisi tulio chini pale lazima tukubali ule utawala wake. Haijalishi kiongozi yule anaweza kuwa ni mdogo wetu kwa umri, ni mdogo wetu kwa elimu, ni mdogo wetu kwa namna yoyote, lakini ndiyo kiongozi aliyopendekezwa, lazima tumtii huyo kiongozi. Lakini baada ya hapo tukakumbushana masala ya kusafisha nyoyo. Tulizungumzia sana, tuliona maandalizi makubwa ya nabii ambaye aliyofanya Jibril baada ya kumpeleka katika kisima cha maji ya Zamzam. Alichukua moyo wake, alifanyia operation, akautoa moyo, kisha baadaye akausafisha. Na hii ni nidhamu. Tumeona kwamba wakati nabii anajiandaa kwenda kupewa zawadi kubwa ya swala, hatua ya kwanza aliyoifanya ni hatua ya kusafisha kwanza moyo. Na ndio tukazungumzia sana kwamba umuhimu wa watu kusafisha nyoyo. Kabla hatujaingia kwenye ibada, ni lazima kwanza tuhakikisha nyoyo zetu tumezisafisha. Nyoyo hazina madhambi, nyoyo hazina kila aina ya uchafu ya maradhi ya nyoyo. Hata tukiingia kwenye swala tutapata athari ya swala. Tukiingia kwenye funga tutapata athari ya funga. Tukiingia katika ibada ya kutoa tutapata athari ya kutoa, kwa sababu tayari tumeshasafisha nyoyo zetu. Lakini moyo kama ni mchafu, ndio Bwana akasema kwamba inna silaha al-amali murtabatun bisulahi al-qalbi. Ule utengao wa matendo huwa unatokana na utengao wa moyo. Ikiwa moyo umekuwa ni msafi, na matendo yatakuwa masafi. Uwezi ukawa moyo wako ni mchafu alafu usubiri natija ya ibada, natija ya swala yako, natija ya somo yako, haiwezekani. Kwa hiyo Ijumaa iliyopita tulikumbushana sana masala hayo. Lakini baada ya hapo tayari nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza safari ya kutokea pale Maka, na tuliona kwamba katika maandalizi ya safari yake alishaletewa kipando cha wakati ule. Kulikuwa na vipando vingi, kulikuwa na farasi, kulikuwa na ngamia. Hapo hapakuwa na gari wala pikipiki wala ndege wala vipando tulivyovizoea. Lakini kwa fahari ya nabii wetu aliletewa braku, mnyama aliyokuwa ni mnyama mkubwa, mnyama mrefu zaidi ya nyumbu, lakini yupo chini, ni mrefu sana lakini yupo chini ya nyumbu. Yani sio mrefu sana na wala sio mfupi sana, ni zaidi ya punda lakini chini ya nyumbu. Mnyama huyu tuliona alikuwa na sifa za ajabu sana. Yeye kila anapoangalia, kila akitazama mahala, ndio anaweka kwato wake. Yani mfano hapa akiangalia Dodoma na Ihumwa, tayari anaweka kwato zake pale mwisho wa kuona jicho lake. Kila akiona, akiangalia hapa, labda macho yanampelekea kuona na wapi, na Morogoro, hakadha macho yake, miguu anaweka pale ukomo wa macho ambapo anapoangalia. Utaona kwamba nabii alipewa ikramu kubwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mnyama huyu tulizungumza alitumiwa hata na manabii waliopita huko nyuma, isipokuwa katika utawala wa nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali, kwamba mnyama huyu alipewa sifa anapopanda miguu inarefuka ili nabii asipate karaha. Anaposhuka mlima mikono inarefuka ili kwamba kwa baraka ya nabii, subhanallah, kwa baraka ya nabii, kwamba nabii asiname wala asifikia mahala kwamba akapata maudhi yoyote ya safari. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimpa ikramu kubwa sana. Lakini kwenye safari yao walipoanza, ili sasa Mwenyezi Mungu amuonesha maajabu. Na tulizungumzia sana umuhimu wa safari. Ukisafiri utapata mambo mengi sana. Sio wewe upo hapo miezi, mwaka hujasafiri. Kuna fursa na chance nyingi unazikosa. Safari yao tuliona kwamba ilianza walipofikia mahala kwamba nabii akaamua kushuka na kuswali. Jibril alimwambia shuka na uswali mahala hapa. Nabii alitekeleza, alishuka akaswali. Wakaendelea na safari. Alishuka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kuna wakati alimwambia umeswali sehemu inaitwa yani mbele ya mtu wa Nabii Allah Musa. Wakati mwingine aliswali sehemu aliyozaliwa Isa ibn Maryam. Wakati mwingine alisali Taiba ambayo ni Madina Munawwara, hii Madina hii.
Yote hivi Jibril, kama tulivyozungumza katika juma iliyopita, kwamba alifanya hivi ili kwamba kumfanya nabii naye apate baraka za manabii wale ambao waliotangulia. Ulama wametuambia hivyo. Lakini leo sasa tupo katika nukta moja. Nukta yetu ya leo tutaangalia katika kwenda kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na Jibril. Walifika mahala katika kituo cha kwanza kabisa, aliwakuta watu wanapondwa vichwa vyao, yani vichwa vinapondwa, na kila kichwa kikipondeka lile fatadaha raja alhajar, lile jiwe linaviringita. Yule malaika akienda kulichukua lile jiwe, akirudi kwa wale mabwana anakuta vichwa vyao tena vipo hivyo, vipo safi. Anapondwa tena, wanapondwa wale watu. Hawakuacha hilo la kupondwa na kurejea, kupondwa na kurejea. Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kawaida akamuuliza majeju yake Jibril kwamba huu ni mfano gani ama ni kina nani hawa? Jibril alayhi salam akamwambia hawa ni watu ambao vichwa vyao vimekuwa ni vizito kutokana na swala za faradhi. Yani hawa mabwana hawaswali, ndio maana wanapata adhabu hii ambayo unaiona, na hii ni sehemu kidogo tu. Wanaita kwamba ni trailer, lakini haswa bado huko adhabu kali ipo huko. Lakini haya tu ni sehemu ambayo inaonyesha hii adhabu ambayo wanaanza kuipata. Na ndio utaona hata kabrini wasiosali wana adhabu kubwa sana. Lakini bado tukifufuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu amewaandalia wale wasiosali adhabu kali sana. Ndugu zangu watazamaji, kama ulivyoona umuhimu kwamba katika tukio hili la safari ya Isra na Mi'raj, ndio nabii alienda huko mpaka akapewa zawadi ya swala hizi ambazo leo tunaswali adhuhuri, swala ya kwa adhuhuri, al-asr, maghrib, isha na alfajiri. Na swala hizi nabii tayari alipewa mwezi huu tuliokuwa nao, ni mwezi wa Rajab. Na utaona kwamba baada ya kutunikiwa kupewa swala hizi 5, nabii alirudi ardhini, ilikuwa ni muda wa kabla kidogo ya alfajiri. Lakini swala ya kwanza aliyoanza kuswali ni swala ya dhuhuri, kwa sababu nabii ameshuka, alikuwa hafahamu utaratibu wa swala, kaifia ya kuswali. Jibril ilipofika wakati wa kabla ya dhuhuri, ndipo aliposhuka na akamfundisha kaifia na utaratibu wa swala. Ndio sasa nabii naye akaanza kuswali. Swala ya kwanza aliyoanza kuswali ni swala ya dhuhuri. Na ndio tunaona kwamba swala ya kwanza kwa sisi ni swala ya dhuhuri, sio swala ya alfajiri. Alfajiri tunamalizia, lakini swala ya kwanza aliyoanza nayo ni swala ya dhuhuri. Watazamaji wangu, tutaona umuhimu mkubwa sana wa ibada hii. Ibada zingine nabii alipewa hapa ardhini, alipewa ibada ya funga akiwa ardhini hapa, akapewa ibada ya funga hapa, akapewa ibada ya hija akiwa njiani hapa ardhini. Lakini ibada pekee aliyoenda kupewa huko ni ibada ya swala. Kwa hiyo swala ina umuhimu mkubwa sana, na leo tukaambiwa kwamba inna salata imaduddin, kwamba swala ni nguzo ya dini. Wa ajallu mabani al-islam ba'da shahada, na ni kubwa sana ya majengo ya Uislamu baada ya Uislamu. Yani baada ya Uislamu, ibada ya kwanza ambayo Muislamu anayetakiwa ni ibada ya swala. Na ndio utaona mahala kwake kwamba sehemu yake ya swala katika dini tunaambiwa mahalluha min ad-dini mahalu ra's min al-jasad, mahala au sehemu ya swala kwenye dini yetu ni kama sehemu ya kichwa kwenye kiwiliwili. Umuhimu wa swala ama nafasi ya swala kwenye dini yetu ni kama nafasi ya kichwa kwenye kiwiliwili cha mwanadamu. Mwanadamu anaweza akakosa mikono akawa yupo hai, wal-iyadhu billah, akakosa miguu, wal-iyadhu billah, akawa yupo hai, akakosa baadhi ya viungo vyake, lakini akaendelea kuishi katika hii dunia. Anapokosa kichwa, huyu mwanadamu hawezi kuwa na uhai tena. Yani katika mazingira ya kawaida,
asiyokuwa na kichwa hawezi kuishi katika hii dunia, manake huyo tayari huyo ni maiti. Kwa mahala pa swala kwenye dini ni kama mahala pa kichwa kwenye kiwiliwili, manake asiyokuwa na swala hana sehemu ya dini, manake bila kupepesa ni kama asiyokuwa na kichwa, mtu huyo hawezi kuwa na maisha. Kwa hiyo swala umuhimu wake ni mkubwa sana, na ndio maana ibada hii Mwenyezi Mungu kaenda kumpa huko mbinguni, hajampa akiwa ardhini. Na ndio ibada ya kwanza. Ibada ya kwanza kama alivyoeleza nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salahu, kwamba ibada ya kwanza siku ya kiyama kuhesabiwa, watu watahesabiwa funga, watahesabiwa hija namna walivyohiji, watahesabiwa zaka zao, watahesabiwa ibada nyingi sana, lakini ibada ya kwanza ambayo mtu atakayeanza kuhesabiwa nayo ni ibada ya swala yake. Fa in salahat faqad aflaha wa anja, akifaulu mtu huyo kwenye swala, mtu huyo tayari, ikisulihi sala ikiwa ni nzuri, mtu huyo tayari atakuwa amefaulu na ameokoka. Wa in fasadat faqad khaba wa hasara, lakini swala ikiharibika ikawa na matatizo, tayari mtu huyu faqad khaba, atakuwa mtupu, hata uwa na ibada nyingi kiasi gani, lakini swala kama hapakuwa vizuri, ibada zingine tayari utakuwa wewe una hasara. Kwa hiyo tuone umuhimu wa swala ni mkubwa sana kwenye dini yetu. Pamoja na kuwa tunahimizana kwamba tukio lililotubeba ni tukio kwamba nabii wetu alifika mahala kwenye safari yake akawakuta watu wanapondwa vichwa vyao, na kile walipopondwa vichwa vile vilirejea. Jibril alipomwambia akasema hawa ni watu ambao wasiotekeleza ibada ya swala yao. Subhanallah. Ndugu zangu, swala ina sehemu mbili, ina suratun dhahira na ina haqiqatul batina. Na kabla sijaeleza haya, tuwakaribisha kwanza matangazo, tupate matangazo kwa muda kidogo. Baada ya hapo inshallah tutaangalia swala ina sura mbili inshallah. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima,
Tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Naam. Baada ya kupata matangazo hayo, turudi tena katika ibada yetu hii kubwa ya kuweza kukumbushana, kama tulivyosema kwamba tulikuwa katika masala ya mwezi huu tuliokuwa nao, tukasema ni mwezi ambao nabii aliyopewa ibada ya swala, lakini kwenye safari yao ya Isra na Miraji walifika wakakuta mahala kwamba watu wanapondwa sana vichwa vyao. Jibrilu, nabii alipomuuliza Jibrilu alimwambia kwamba hawa ni watu ambao vichwa vyao vimekuwa ni vizito sana kutokana na swala za faradhi. Lakini swala, ndugu zangu watazamaji, swala ina vigawanyo viwili. Swala ina suratun dhahira, lakini ina haqiqatul batina. Suratun dhahira ni sura ambayo leo inaonekana. Mfano, tuna rukuu, tuna itidali, tunaenda kusujudu, tunanyanyuka, tunakaa tahiyatu. Hii ni sura ya dhahiri ya swala. Lakini haqiqatul batina ni ile al-khudhu'u wal-khushu'u wal-ikhlas. Ile haqiqatul batina ni kuhudhuru al-qalbi kwanza. Al-khudhu'u ni ule unyenyekevu. Ni mtu akiwa ndani ya swala lazima au na unyenyekevu. Aone kwamba mimi nimesimama hapa naongea na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotueleza nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mwenye kuswali anaongea na Allah subhanahu. Kwa moja ya mambo yanayotakiwa katika swala ni ila al-khudhu'u, unyenyekevu lazima uwepo. Lakini hudhuru al-qalbi, moyo uhudhurie. Unapokuwa unaswali, ile haqiqatul batina ni lazima moyo uhudhurie, uone nimesimama amama Allah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini lazima ipatikane al-ikhlas, kwamba naswali kwa ajili ya Allah subhanahu, si swali ili jamii nione. Kwa hiyo swala ikipatikana haya mambo mawili ndio ukamilifu wa swala. Lazima ipatikane sura iliyokuwa dhahiri ya rukuu na itidali na vitu vingine. Lakini lazima sharti zifuatwe, lazima utaratibu, nguzo. Maana swala ina nguzo zake, swala ina sharti zake. Huwezi kuingia kwenye swala bila kuifahamu swala, bila kufahamu taratibu wa swala. Utaona leo mtu anapotaka kufanya kazi yoyote lazima awe na taaluma nayo. Hata wewe hapo mtazamaji ulipo, unapotaka kuajiri mtu kwenye ukitaka usaidizi wa kazi yako yoyote, lazima mtafute mtu aliyokuwa na ujuzi. Huwezi kutafuta mtu ambaye hajui kwamba mimi nataka nipate mtu karahani, nataka nipate mtu fulani. Lazima uulize kwamba una elimu na hiyo kazi unayotaka uifanye. Leo watu wengi bahati mbaya tumeingia kwenye swala bila kuwa na ujuzi wa swala, bila kujua miko ya swala, bila kujua kwamba vibatulishi vya swala, kuna sharti za swala kabla ya kuingia kwenye swala. Maanake unaweza kwamba tumeingia kwenye swala, lakini swala inaanza katika masala ya tahara huko nyuma. Lazima nguo zako ziwe tahara, lazima mwili wako uwe tahara. Lakini kule ukiingia uwani lazima ufuate utaratibu, kwamba tusiingie kwenye swala
ile suratun dhahira, lakini hatuijui swala. Maskini, hatujui kusoma tahiyat, hatujui kusoma suratul ikhlas, hatujui vile viharibifu vya swala. Kumbe wakati mwingine unaweza kuwa upo kwenye swala, lakini kwamba swala hiyo tayari imeshaharibika, shaharibika siku nyingi. Na kwa nini? Maana tumeingia kwenye swala kwa mazoea bila kuwa na taaluma na swala. Utaona nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliporudi sasa katika safari ya Isra na Mi'raj, alipofika Maka pale alifika kabla kidogo ya alfajiri, lakini hajaiswali alfajiri. Na sababu za kuto kuiswali alfajiri, alikuwa bado hajafundishwa kaifia ya swala. Kwa hiyo kabla ya dhuhur, Jibril ndio akateremka akamfundisha kaifia ya swala, kwamba swala hii ya dhuhuri inaswaliweje, magharibi inaswaliwa vipi, al-asr inaswaliwaje, na isha inaswaliwaje, na alfajiri inaswaliwaje. Ndio akamfundisha kaifia ya swala, akamfundisha utaratibu wa swala. Ndio nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia, sallu kama raaitumuni usalli, swalini nyinyi kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hiyo uweze kuswali wewe kwa unafuata tu na swali, watu wanainama, watu wanarudi. Hiyo inaitwa ni suratun dhahira, sura ya dhahir. Lakini kuna hakikatul batina, swala ina uhakika, inaitwa hakikatul batina. Uhakikatul batina kama tulivyosema, swala lazima uwe na, yani usiingie kwenye swala, lazima uwe na hudhurul qalbi. Kwanza moyo wako uhudhurie, uone nimesimama mbele ya nani. Lakini lazima uwe na khushu'i, uwe na unyenyekevu ndani ya swala. Al-khushu'u ni muhimu, lakini al-ikhlasu ni muhimu. Lazima vitu hivi viwepo ndani ya swala. Uwe na hudhurul qalbi, uwe na khushu'i, lakini uwe na ikhlas. Kwa hiyo ndani ya swala ikipatikana ile sura ya dhahir na hakikatul batina, ndio swala inakuwa imesimama katika ukamilifu wake. Lakini ukiwa wewe unaingia kwenye swala unaanza kufanya biashara, maskini ya Mungu, upo ndani ya swala, unauza, unanunua, unafanyaje, upo huku na huku mpaka swala inamalizika, wakati mwingine tayari umeshapata na faida. Hiyo sio swala ambayo iliyokusudiwa. Unaingia kwenye swala tayari unaanza kupatanisha watu. Yani kuna watu unaingia kwenye swala wanaanza kupatanisha, haya huyu atasemeje, huyu nimwambia kadha, mpaka unamaliza swala yako tayari yani umeshawapatanisha. Si lengo la swala. Swala lazima uwe na khushu'i, lazima uwe na hudhurul qalbi, lazima uwe na al-ikhlas. Vitu hivi vitatu, al-khushu'u, hudhurul qalbi na al-ikhlas, vitu vitatu vikiwepo hivyo ndio inaitwa hakikatul batina. Lakini je, unaweza kuwa upo ndani ya swala wakati mwingine sasa, lakini vitu hivi vikikosekana? Al-ulama Maulana Al-Haddad rahimahullah anatuambia katika vitabu vyake vya tasawuf kwamba yoyote yule aliyokosa suratu dhahira ndani ya swala, ana swali lakini hajui nguzo za swala, hajui sharti za swala, alahamu hajui taratibu mfumo kamili wa swala, hajui tahiyatu, hajui vibatulishi vya swala. Anasema ni kama mtu aliyopeleka zawadi kwa mfalme, yani kiongozi mkubwa kabisa, akampelekea zawadi ya kitu ya nyamafu, yani ama mbuzi aliyokufa kibudu ama kuku aliyokufa kibudu, akamfunga vizuri, kisha akampelekea zawadi mfalme ama rais ama nani, anamwambia nimekuletea zawadi. Mfalme anaangalia ndani, anakuta ameletea zawadi ya mnyama aliyokufa kibudu, ama kuku aliyokufa kibudu, ama zawadi ya mtoto wa mbuzi aliyokufa kibudu. Ama ikawa mtu ana ile suratul batina imekosekana, ni kama mtu amepeleka zawadi kwa mtawala ya kitu ambacho, yani mnyama ambaye aliyokuwa na mapungufu, mnyama hana miguu, mnyama aliyokonda, mnyama hana macho, mnyama hana sifa, lakini ndio anamchukua yule mnyama anampeleka kwa mtawala
wa juu kabisa. Sasa Maulana Al-Haddadi anauliza, unadhani mtu huyu pamoja na kuwa ana zawadi zake amezipeleka, atafanywaje na kiongozi? Wewe mpelekea hata kiongozi tu wa kawaida, nenda kwa RPC, mwambie mheshimiwa nimekuletea zawadi. Haya, asante. Zawadi gani? Yule bwana anafunua ndani, anakuta kikuku kilichokufa, ndio zawadi uliompelekea. Unadhani wewe na zawadi yako utafanyaje? Maana hutafanywa lingine zaidi ya kuadhibiwa. Ndiyo swala iliyoswaliwa ambaye haina khushu'i, haina hudhurul qalbi, haina ikhlas, swala haina zile sharti na taratibu za swala, mtu huyu pamoja na kuwa na swali lakini ataenda kuadhibiwa. Ni kama alivyotueleza Nabii kwamba ile swala unaposwali, ukimaliza swala, ukiswali vizuri, swala inasema kwamba hafidhaka Allahu, kwamba Mwenyezi Mungu akuhifadhi wewe ulioniswali vizuri, ukahifadhi sharti zake, ukahifadhi nguzo zake kama namna ambavyo ulivyonihifadhi. Yani swala inakuombea dua, Mungu akuhifadhi wewe kama namna ulivyonihifadhi mimi, kwa kuchunga taratibu zote na kanuni zote za swala. Lakini vile vile swala iliyoswaliwa ambayo huyu anaswali, anafanya biashara, anaswali, analima, anaswali, anaajiri, anaswali, ana mawazo tele, mpaka anatoa salamu hajui nimeswali raka ngapi. Swala inamwambia mtu huyu dhayaka Allah, kwamba Mwenyezi Mungu akupoteze wewe kama namna ulivyonipoteza. Yani Mungu akupoteze wewe kama namna ambavyo wewe ulivyonipoteza, ukawa umeingia katika ibada yangu ya swala lakini una mambo yako, hujaingia kwenye swala kwa nidhamu na utaratibu unaotakiwa. Kwa hiyo tunaweza tukafikia mahala tukaingia kwenye swala alafu swala hizo zinatulaani. Sasa ili tuepukana na yote hayo, ili swala zituombee Mungu, lazima tukiingia kwenye swala tuchunge, lazima tuwe na suratun dhahira na haqiqatul batina. Sura ya dhahir ni rukuu, itidali, lazima tuvifanye hivi katika utaratibu ambao unaotakiwa. Lazima uisome swala yako bana. Unaingiaje kwenye swala bila kujua swala yako itaswi vipi? Swala yako inaharibikaje? Lakini vile vile tupo wapi? Tupo katika kituo cha kwanza. Nabii alipokuwa nasafiri, alifika mahala akawakuta watu wanapondwa vichwa vyao. Kila walipopondwa vichwa vilirejea kama vilivyokuwa. Lakini nabii alipouliza ni kina nani, aliambiwa hawa ni watu ambao vichwa vyao vimekuwa ni vigumu sana kutokana na swala za faradhi. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama watu wa motoni wataulizwa maswali kwamba ma salakakum fi sakar, ni kitu gani kilichokuingizeni katika moto huu wa sakar? Sakar ni jina katika majina ya moto. Moto na majina, yani sio watu wote tutaingia, waliaadhi bila, maana sio watu wote wataingia katika moto kwa pamoja. Watu wataingia motoni kulingana na makosa yao. Wapo ambao wataingia moto chini sana, wapo watakuwa moto juu, wapo watakuwa moto wa nafuu. Kama alivyoeleza siku moja nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu inna ahwan, anasema mtu ambaye atakuwa ni mwepesi mno siku ya kiyama wa adhabu ya moto ni yule ambaye atawekewa makaa ya moto wa Jahannam. Makaa yatawekewa katika nyayo zake. Mtu aambiwe haya, kanyaga haya makaa ya mawe. Akisha yakanyaga, ule moto namna ulivyokuwa, subhanallah, ulivyokuwa na nguvu mpaka utachemsha ule ubongo wake. Ubongo utakuwa unachemka kwa sababu tu yeye kakanyaga. Huyu ni ahwan, adhabu yake inaambiwa ni nyepesi sana. Leo moto duniani, subhanahu wa ta'ala, moto huu duniani hatuwezi ndugu zangu. Mili yetu sisi ni dhaifu, haina uwezo wa kukabili hata moto duniani. Tutaukabiliji moto wa siku ya kiyama, ambao moto wa chini ni mtu ambaye akikanyaga ataambiwa kanyaga. Akikanyaga hivi tayari paka ubongo wake unachemka, lakini ataambiwa huyu ndio mwenye adhabu nyepesi kuliko wengine wote. Kwa hiyo sakar ni moja katika sehemu ama majina ya moto ama sehemu za watakaoingia wala ambao wasiokuwa wanaswali. Watakapoingia hapo
wataulizwa kwamba masalakakum fi saqar, ni kitu gani kilichokuingizeni hapa? Qalu, watasema lam naku minal musallina, hatukuwa sisi ni wenye kuswali. Tumeingia katika adhabu hii kama mnavyotuona kwa sababu sisi hatukuwa duniani tunaswali. Kwa hiyo hao ni watu ambao siku ya kiyama wataulizwa kwamba kwa nini mmeingia hapa? Wasema tumeingia kwa sababu sisi tulikuwa hatuswali. Angalia umuhimu wa swala. Subhanallah. Swala, ndugu zangu, sehemu yake, nafasi yake kwenye dini ni kubwa sana. Ndio kwingine Mwenyezi Mungu atuambia kwamba anawauliza wale mabwana ambao wasiosali. Siku ya kiyama atawauliza wale mabwana ambao wasiosali. Kama hii ya kwanza, wameulizwa masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallina, sisi tulikuwa hatusali. Ama Allah atasema kwamba sehemu nyingine anasema wailul lilmusallina, adhabu kali ni kwa wale ambao wenye kuswali. Alladhina hum fi salatihim sahuna, wala ambao wanawaghafilika katika swala zao, wanaghafilika. Mara waswali, mara waache swala, aswali ya dhuhuri, aache la asiri, aswali swala nyingine, aiache swala hii. Yani kwake swala ni kama fashion fulani. Adhabu kali ni kwa watu hawa. Na ndio maana Allah akasema wailul lilmusallina alladhina hum angalia sasa nidhamu. Kwa hiyo adhabu kali sana. Tunaweza tukao tunaingia kwenye swala bila kuwa na ufanisi wa swala, lakini siku ya kiyama tukapata adhabu ambazo ni kali sana. Tabaan, sisi tunaswali, na swali ni vizuri, lakini familia zetu zinaswali, wake zetu nyumbani wanaswali, watoto wetu wanaswali. Siku ya kiyama wewe ni mchunga hapo, kama alivyoeleza Nabii sallallahu alaihi wasallam kwamba kila mchunga ataulizwa namna ya alivyowekezwa kwenye ule uchungaji wake, na huyu baba ataulizwa kutokana na familia yake kwamba aliichungaje familia yake. Ikionekana hakuamrisha waswali, siku ya kiyama wale watoto, familia nzima itamkamata. Huyu atakamata huku, huyu atakamata huku, watakwenda nao mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamwambia ya Rabbi, huyu mlipigize kisasi kwa sababu hatukuamrisha, hajatuamrisha sisi kuswali, hakutufundisha sisi swala. Kwa hiyo mtu ataadhibiwa kwa sababu ya familia yake. Kwa hiyo japo sisi tunaswali, ipo sehemu na haja kubwa kuamrisha familia yetu iweze kuswali. Ndugu zangu watazamaji, kabla hatujaendelea na kipindi chetu hiki, ni vizuri tukapata tena mapumziko kidogo kwa kuweza kupata matangazo. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Naam, baada ya kumaliza kupata matangazo hayo, kama mada yetu iliyo mbele yetu, ndugu zangu watazamaji,
ni mada ya tukio kubwa la safari ya Isra na Mi'raji, na hapa tulikuwa na nukta ambayo nabii wetu Muhammad katika safari yao walifika mahala wakakuta watu wanapondo vichwa vyao, lakini alipouliza aliambiwa hao ni watu ambao vichwa vyao vimekuwa ni vizito kutokana na swala za faradhi. Swala hii kama tulivyoeleza umuhimu wake ni mkubwa sana kwenye dini. Sehemu ya swala ni kama umuhimu wa kichwa kwenye kiwiliwili cha mtu. Lakini tumezungumzia mengi sana. Tumeeleza umuhimu wa wale ambao wasioswali. Wapo watu ambao hawaswali kama alivyoeleza nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba siku ya kiyama kwamba tariku sala yawm alqiyamah ala wajhi 3 astur, kwamba kutakuwa na mistari mitatu katika paja lake la uso yule tariku sala. Mstari wa kwanza utaandikwa kwamba mudhi'a haqqa Allah, kwamba mudhi'a haqqi Allah, huyu ni mwenye kupoteza haki ya Allah, ataandikwa kwenye paji lake la uso. Lakini ataandikwa makhsusan bighadabillah, kwamba huyu ni special kwa sababu ya adhabu ya Allah, huyu ni special kwa ajili ya adhabu ya Allah. Yani mtu ataandikwa kwenye uso wake siku ya kiyama katika watu waliokuwa maalum kwa sababu ya adhabu ya Allah, ni huyu bwana, huyu ni special kwa sababu alivunja amana. Swala ni amana ambayo Mwenyezi Mungu aliyotupa. Kwa hiyo siku ya kiyama tutaulizwa hii amana kwamba tulisimamisheje amana hii ya swala, ama tuliipoteza. Kama tulisimamisha vizuri, kilicho baada ya hapo ahlan ni kidogo sana. Utaona katika wakati wa Bani Israila kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye aliyofanya tukio kubwa sana. Huyu mwanamke ilifikia mahala alifanya dhambi kubwa sana, likamfanya lile dhambi sasa aende kwa Nabii Allah Musa ili akamweleza dhambi alilofanya, na kwamba ameenda pale kwa lengo la kuweza kutubia. Alipofika kwa Nabii Allah Musa, kama tunavyofahamu, Nabii Musa yeye alikuwa anaongea na Allah pasina ya wasita. Yani ilikuwa jambo lolote, ikiwa mtu yeyote ameenda kumweleza jambo, nabii anaenda kwenye ule mlima kwenda kumweleza Allah bila kuwa na wasita wa Jibril. Yani wanaongea na Allah bila kuwa. Utaona hata wale watu wa Musa, wala watu ambao wasioamini, walikuwa hawaamini, sema ukitaka tukuamini wewe kwamba ni mtume wa Mungu, tunataka Mungu mwenyewe atuambie tusikie. Kweli ilipofikia mahala akawachukua wale watu 40, walipokwenda kule wale watu wakasikia maneno ya Mwenyezi Mungu. Hayana sauti, yani maneno ya Allah hayana sauti wala hayana herufi. Kila mtu yani hapo ulipo yani walifahamu kwamba Mungu ananihutubia kitu fulani. Kila kiungo kinafahamu. Lakini bila kusikia kwa upande, lakini unajua Mungu ananiambia kitu fulani. Wala mabano akasema kweli tumesikia. Mungu katuambia. Lakini tunataka tuyakinishe, tumuone kwa macho yetu. Kwa hiyo zamani Nabii Allah Musa ilikuwa watu wanakwenda, Musa anaenda kuongea na Allah. Alipokwenda huyu mwanamke ambaye aliwafanya tukio kubwa la dhambi, alimwendea Nabii Allah Musa akamwambia kwamba ewe Musa, adhnabtu dhanban adhima wa qad ataitu ila Allah fad'u Allah an yaghfira li dhanbi, kwamba ewe Musa, mimi nimefanya dhambi kubwa sana na mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kutubia, muombe Allah aweze kunisamehe dhambi langu nililolifanya. Musa akamwambia ma dhambuki, ni lipi dhambi lako, umefanya dhambi gani? Yule mwanamke akamwambia kwamba zanaitu, ya Musa, mimi nilifanya dhambi, kwanza nilizini, nilipozini nikapata mimba, nikajifungua mtoto wangu, baada ya kujifungua nikamuua huyo mtoto wangu. Subhanallah. Nabii Musa akaona ajabu sana. Wewe ndio uliofanya dhambi kubwa, kwanza umezini. Dhambi baada ya kuzini ukazaa. Baada ya kuzaa ukafanya dhambi nyingine la kumuua huyo mtoto. Musa akamwambia ondoka kwenye uso wangu hapa. Ukichelewa hapa Mwenyezi Mungu asije akaleta adhabu, ile adhabu ikatuenee sisi wote. Na hii ilikuwa mwanzo watu walipokuwa wanatenda dhambi zamani,
watu walikuwa wanaadhibiwa hapo hapo. Kwa hiyo Musa akamfukuza yule mtu. Baada ya kumfukuza, Jibril alayhi salam akamshukia Nabii Allah Musa, akamwambia, Musa, unashangaa huyu ambaye ametenda dhambi, hujaona dhambi kubwa kuliko dhambi la huyo mwanamke aliyolifanya? Nabii Musa akasema, hapana, sijui. Jibril akamwambia, dhambi kubwa ni dhambi la kuacha swala. Kwa hiyo anayeacha swala dhambi ni kubwa kuliko hata la huyo mwanamke ambaye leo naona amefanya dhambi ambalo ni kubwa sana. Ndugu zangu watazamaji, nukta yetu ya leo ilikuwa ni nukta ya nabii wetu sallallahu alaihi wasallam. Katika safari yao walienda mpaka wakafika mahala wakakuta watu wanapondo vichwa vyao, kila wakiponda kinarudi, wakiponda kinarudi. Na hilo Jibril akasema hawa ni watu ambao vichwa vyao vilikuwa ni vizito kutokana na swala za faradhi. Tuangalie sana sisi sote, tujitahidi na tusikubalie kushindwa na nafsi. Lazima tuzishinde nafsi zetu. Kwa hiyo lazima sisi tuswali, tuhakikishe na familia yetu inaswali. Kwa hiyo nukta yetu ya leo, nabii tumemfikisha kwenye kituo cha kwanza, lakini baada ya kituo hiki njiani kuna vituo ambavyo ni vingi sana. Kwa leo inshallah, hii ndio taufiki Mwenyezi Mungu ametujalia kuweza kueleza haya ambayo tulieleza. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu aweze kutufungulia milango ya khairi, milango ya baraka, na Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kuweza kusimamisha swala. Tusema rabbi ja'alni muqima sala wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Inshallah ila huna intahaitu wa ila liqa. Tutakutana tena katika juma nyingine. Karibuni sana katika kipindi chetu hiki ambacho ni adhim cha Sky TV, katika kipindi cha Ummatul Islam. Wassalamu alaikum wa ila liqa.